Bwana Yesu asifiwe, na wasalimu tena katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni neema tena ya Mungu kuona tena kwamba tuliweza kuiona siku ya leo. Ni wengi ambao waliweza kutamani lakini hawakuweza kuipata, lakini mimi na wewe tuliweza kufanikisha kuiona tena siku ya leo. Kwa hiyo jina la Bwana lizidi kuhimidiwa na kuabudiwa. Biblia inasema ya kwamba nanyi mtanitafuta na kunipata pale mtakapoweza kunitafuta kwa moyo wenu wote. Kwa majina naitwa Delphin, na siku ya leo tajifunza somo nzuri ambalo linasema ya kwamba nguvu ya jina la Yesu. Nguvu ya jina la Yesu. Juma iliyopita tuliweza kujifunza somo nzuri ambalo lilikuwa linazungumzia nguvu ya damu ya Yesu. Haleluya, nguvu ya damu ya Yesu. Na katika ile somo tulizungumzia ya kwamba Mungu alipotuokoa hakuweza kutuacha mimi na wewe hivyo hivyo, hakuweza kutuacha mimi na wewe kubaki tu hapa duniani kuzunguka, lakini alijua ya kwamba katika hii dunia patakuwa shida, patakuwa balaa, adui atataka kutupiganisha. Japokuwa alishindwa, lakini bado adui atazidi kutuangamiza. Bwana Yesu asifiwe. So Mungu akaweza kutuachia silaha ambazo zitakazoweza kutufanya tutembee katika ushindi, ambazo zitakazoweza kutufanya tutembee katika uhuru katika hii dunia. Bwana Yesu asifiwe. Na moja ya silaha ambayo tulioizungumzia wiki iliyopita ilikuwa ni damu ya Yesu, ama nguvu iliyoko katika damu ya Yesu. Ndio maana wiki hii tutazungumzia silaha nyingine ambayo ni jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana silaha hizi tunaweza tukakuwa tuko nazo, lakini kama tujui na nguvu iliyoko ndani ya silaha hizi, itakuwa ni vigumu sana kuweza kujua kuzitumia, kuweza kuzitumia kwa wakati fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana mtu anaweza kuwa na silaha, lakini usipojua namna ya kutumikisha hiyo silaha, usipokuwa na maarifa kwa ajili ya hiyo silaha, hautaweza kuitumia katika usahihi. Bwana Yesu asifiwe. Na mambo ya kiungu, vitu vya Mungu, tukikosa ufunuo ndani yake vinakuwa kama havina nguvu. Lakini tukiweza kupata ufunuo mambo ya kimungu, yanatupatia kushimama, yanatupatia uelewa pamoja na kuweza kuchukua hatua. Bwana Yesu asifiwe. Na tuko katika kitabu kile cha Kutoka, sura ile ya 3, sura ile ya 6 na mstari ule wa 3. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema ya kwamba, Biblia inasema, nami alimtokea Ibrahimu na Isaka na Yakobo kama Mungu Mwenyezi, bali kwa jina langu Yehova sikujulikana kwao. Haleluya. So kitabu hiki cha Kutoka ni moja ya vitabu ambavyo vilivyoandikwa na Musa. Bwana Yesu asifiwe. Ni moja ya vile vitabu vitano ambavyo viliandikwa na Musa. Na vita Torah ama Pentateuch. Ni vitabu hivi vilivyoandikwa na Musa, kimoja ndani yacho ndio tunaona hichi kitabu cha Kutoka. Na hii sura ya 6 ni Mungu alikuwa anaongea na mtumishi wake Musa. Mungu katika kuongea na mtumishi wake Musa alikuwa anamwambia vile ambavyo atakaofanya wa Misri, vile ambavyo atakayotenda kwa wa Misri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu alipofika katika sura hii, mstari huu wa 3, maandiko yanatuonesha Mungu alisema mambo makubwa mahali hapa. Mungu alisema kitu kikubwa. Kwa maana Biblia inasema ya kwamba nami nilimtokea Ibrahimu na Isaka na Yakobo kama Mungu Mwenyezi, bali kwa jina langu Yehova sikujulikana kwao. Bwana Yesu asifiwe. So inatuonyesha kwamba katika Agano la Kale Mungu hakuweza kujitokeza mwatu kikamilifu. Mungu hakuweza kuonekana ukamilifu wote mzima. Katika vitabu vya Agano la Kale Mungu alikuwa anajifunua mwatu katika sehemu yake fulani. Alikuwa anajifunua mwatu kwa sehemu kidogo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunaona ya kwamba Mungu alikuwa wanampa majina tofauti. Mara walikuwa wanasikia wanamuita El Shaddai, mara walikuwa wanasikia wanamuita Rafa, walikuwa wanasikia wanamuita fulani. Kwa maana Mungu alikuwa akijitokeza katika dimension fulani, alikuwa akijitokeza katika sehemu yake fulani, walikuwa wanampatia jina kutokana na vile ambavyo aliweza kujitokeza. Bwana Yesu asifiwe. So kwa ukisoma maandiko, Mungu alivyotembea pamoja na Ibrahimu kama Mungu Mwenyezi, ama Mungu God Almighty, alifanya makubwa sana pamoja na Ibrahimu.
So katika dimension ambayo Mungu alijifunua kwa Ibrahimu, ilikuwa ni Mungu Mwenyezi, ama God Almighty. Kwa katika jina hili Mungu alifanya mambo makubwa, Mungu alitenda vitu vikubwa. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Lakini kwa Musa akaweza kujifunua kama Jehova. Haleluya. Kwa Musa Mungu alijifunua kama Jehova. Amen. So watu wote katika Agano la Kale walikuwa wakitaka kumuita Mungu, wakihitaji uponyaji, walikuwa wanaita Elohim, walikuwa wanaita Jehova Rafa, kwa maana ndio Mungu ambaye alikuwa anaponya. Mungu alikuwa anajifunua katika uponyaji kama Jehova Rafa. Bwana Yesu asifiwe. Watu walikuwa wakihitaji nguvu za Bwana, nguvu za Mungu kuonekana katika vita masehemu fulani, walikuwa wanamuita Mungu kama El Shaddai, kwa maana alikuwa ni Mungu mwenye nguvu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana Agano la Kale majina ya Mungu tunayaona yamezunguka. Ukiona Mungu alijifunua katika jina fulani, Mungu alijifunua katika jina fulani, kwa maana Bwana alikuwa anajifunua sehemu yake fulani, na hiyo sehemu ambayo Mungu alikuwa anajifunua ndio ambayo alikuwa anampatia kama jina. Bwana Yesu asifiwe. So Mungu alipomwambia Musa ya kwamba nimejifunua kwa Ibrahimu kama Mungu Mwenyezi, alikuwa anamwambia kwamba sikuweza kujifunua kwa Ibrahimu na Isaka na Yakobo, mimi wote kwao, lakini katika nafasi kidogo niliyojifunua kwao ilikuwa ni Mungu Mwenyezi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu Jehova sikuweza kujulikana kwao. Haleluya. Jitafakari ndugu yangu, mambo ambayo Mungu aliweza kuyafanya kama Mungu Mwenyezi, mambo ambayo Mungu aliweza kuyafanya kama Yehova katika nyakati za Agano la Kale. Haleluya. So katika Agano Jipya mambo yalikuwa tofauti, vitu vilikuja tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Maana Kristo ambaye alikuja kwetu akukuja katika nafasi fulani ya Bwana, akukuja kujifunua katika nafasi kidogo. Hapana, lakini Kristo alipokuja kwetu alikuja kama Mungu mzima. Maana mimi na wewe hatutembei na nafasi kidogo ya Mungu, hatutembei na nafasi kidogo ya uponyaji wa Bwana, lakini tunatembea na nafasi yote ya Bwana. Kwa maana Kristo alipokuja alikuwa ni 100% Mungu, alikuja ni 100% mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana tukipewa jina la hili, ndio maana tulipopewa jina la Yesu Kristo kama silaha, ili jina ambalo linaweza likatufanya watu kuwa atubaki kuwa watu wa kawaida. Kwa maana jina la Yesu Kristo ni jina. Kristo alipokuja alikuja ni Mungu mzima, hatukukuwa tena na ile nafasi ya kuzunguka wala kuzunguka. Bwana Yesu asifiwe. So na leo tunahitaji tuelewe undani wa jina la Yesu, ama nguvu iliyoko katika jina la Yesu. Kuna nguvu kubwa iliyoficha ndani ya jina la Yesu Kristo. Haleluya. Ukisoma kile kitabu cha Yohana mstari ule wa sura ile ya 14 na mstari ule wa 13, maandiko yanasema ya kwamba kitu chochote mtakachokiomba kwa jina langu nitawafanyia, ili Baba yangu apate kutukuzwa kwa yale ambayo mimi mwanae nitawafanyia. Bwana Yesu asifiwe. Karibu kutafakari hili neno. Jaribu kutafakari hili neno. Esema ya kwamba kitu chochote mtakachokiomba kwa jina langu, kwa jina la Yesu Kristo, yoyote ambayo utakayoyaomba kwa jina la Yesu Kristo hayawezi kubakia hivyo hivyo. So katika silaha jina la Yesu Kristo tunaona ya kwamba tuna uwezo wa kuomba lolote na tunaweza kulipata. Tunaona kwamba tunaweza kuomba kitu chochote na kinapatikana, lakini katika jina la Yesu Kristo. Kuna mtu alikuwa anasoma andiko kwanza anaweza kutafakari, je, Mungu haya ni kweli anayosema? Kwa maana yake kuomba kitu chochote, sio kusema kitu fulani, lakini mambo yoyote, jambo lolote mtakaloliomba, lakini likikuwa tu kwa jina la Yesu Kristo linaweza kutimilika. So haijalishi ni mangapi adui aliyoyafunga katika maisha, haijalishi ni mangapi adui aliyoyafanya siwezekani katika maisha yetu, lakini Bwana anasema ya kwamba yoyote ambayo utakayoyaomba, chochote ambacho utakachokiomba kwa jina la Yesu Kristo kitaweza kutimilika.
tunapitia magumu mengi, tunapitia shida mingi, lakini kwa sababu hatuyapata ufunuo wa jina la Yesu Kristo. Mitume walibadilishwa maisha yao kwa sababu ya kupata ufunuo wa jina la Yesu Kristo. Siku ya leo jina la Yesu Kristo inaonekana kama tu ni jina la kawaida, lakini pana nguvu ndani ya jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kile kitabu cha Marko 16 mstari wa 17, Biblia inasema ya kwamba na hizi ndizo ishara zitakazoandamana na wale watakaoamini. Kwa kutumia jina langu watafukuza pepo, watasema kwa lugha mpya. Ukiendelea 18, maandiko yanasema ya kwamba wataondoa wagonjwa, wataondoa mapepo, watakula vyakula fulani na sumu haitaweza kuwakamata. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe wa ndugu. Jina la Yesu Kristo limepeleka nguvu. Jina la Yesu Kristo linaleta miujiza. Jina la Yesu Kristo linatupatia ushindi kwa adui, linatupatia ushindi wa shetani. Adui hawezi kutusogelea kama tukiwa na ufahamu wa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana maandiko yanasema kwamba pepo zote zitaondoka, pepo zote watafukuzwa. Katika Agano la Kale ilikuwa ni vigumu kuondoa pepo. Pepo ilikuwa yotoki mwa mtu, lakini wakitaka kuondoa pepo ilikuwa ni vigumu. Lakini Kristo alipokuja na kutuachia jina lake kama silaha, na kutupatia jina lake kama nguvu, kama silaha ya ushindi, mambo yote yaliweza kubadilishwa. Vitu vyote viliweza kubadilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu Kristo sio kitu cha kawaida. Jina la Yesu Kristo ni silaha iliyokubwa. Haleluya. Kwa jina lake tunanena kwa lugha mpya. Kwa jina lake magonjwa yanaondoka. Lakini kwa nini siku ya leo ama kizazi hiki cha leo tunashindwa hata kuondoa pepo? Kwa maana ukisoma maandiko wa mitume wa Kristo walipoelewa, walipopata ufunuo wa jina la Yesu Kristo, walitenda makubwa zaidi, walibadilisha mambo, walitenda miujiza, walikuwa wakisema kwa jina la Yesu mambo yanatokea. Lakini kwa nini, utaweza kujiuliza, kwa nini leo silaha hii inaonekana ya kwamba haina nguvu yoyote? Na kama mimi na wewe tunaamini Biblia na kuamini yoyote ambayo Biblia inasema ni kweli, lazima ya kwamba tuweze kujiuliza hili swali: kwa nini siku ya leo ni vigumu hata Mkristo kukemea pepo? Mara unakutana Wakristo hao sisi Wakristo ndio tuliojawa na mapepo, ndio tuliojawa na mambo ambayo mapepo yamejaa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na pale ukiambia mtu fulani nenda kakemea pepo kwa jina la Yesu, mtu anaogopa. Lakini maandiko yanasema ya kwamba tulipewa mamlaka na nguvu kwa jina la Yesu ya kufukuza pepo zote. Haleluya. Inasikitisha sana ndugu zangu, kwa maana jina la Yesu limechukuliwa kama kitu cha kawaida. Mambo mengi yatokee kwa sababu jina la Yesu limekamatwa kama jambo la kawaida. Tukiwa kanisani, watu wanasema ya kwamba tukiwa kanisani, watu ambapo mchungaji ama mtu wa kanisa akisema Bwana Yesu asifiwe, kuna wale ambao watasema amena, kuna wale ambao watakuwa kama hata hawapo, kwa maana lishakuwa kama jina tu la kawaida. Na kwa sababu ya kulikamata jina la kawaida, ndio maana hatuoni matokeo. Ndio maana tuoni matokeo katika nguvu. Ndio maana tuoni matokeo ambayo jina la Yesu linaweza likayatenda, kwa sababu tumelikamata kama jina la kawaida. Haleluya. Ndani ya nguvu, ndani ya jina la Yesu pana nguvu, ndani ya jina la Yesu panaweza. Haleluya. Kitabu kile cha Wafilipi sura ile ya 2 mstari wa 10, kuna kitu maandiko yanasema mahali pale. Kuna kitu maandiko yanasema, kuna kitu maandiko yanafunua, inasema kwa jina la Yesu kila goti lipigwe mbinguni na duniani na kuzimu. Kwa jina la Yesu kila goti lipigwe mbinguni na duniani na kuzimu. Kwa jina la Yesu goti lipigwe hapa duniani, goti lipigwe na mbinguni, goti lipigwe na kuzimu. Mimi na wewe tukisema kwa jina la Yesu,
magoti yanapigwa mbinguni. Tukisema kwa jina la Yesu, magoti yanapigwa kuzimu. Lakini vijana wa siku ya leo, kanisa la siku ya leo, Wakristo wa siku ya leo, jina la Yesu linatajwa kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna hata kuangalia aliyosema, hakuna hata nini na nini. Wengine wako katika simu zao, wengine wako katika mambo yao, hawajali hata ambayo yanayotendeka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nguvu mpendwa katika jina la Yesu Kristo. Lakini tusipopata ufunuo wa jina hili, itaendelea kuwa historia katika maisha yetu, itaendelea kuwa jina la kawaida katika maisha yetu. Kwa hiyo tunatakiwa kuweza kuheshimu jina hili, kuweza kutafuta ufunuo mbele za Bwana wa mambo ambayo yako katika jina hili. Kwa maana katika jina hili pana nguvu, maana jina hili ni silaha yangu mimi na wewe. Bwana kubariki na kukulinda, akuinulie nuru za uso wake milele hata milele. Kama bado hujatoa maisha yako kumpatia Kristo, fanya maamuzi siku ya leo, maana maamuzi ambayo utaweza kuyajutia katika maisha yako. Bwana akubariki sana. Kama kuna chochote ambacho ulipenda katika video hii, ningependa sana uweze kutupatia ushauri ama kutoa comment yoyote hapo chini, ili tuendelee kujifunza pamoja na kutangaza injili ya Bwana. Mungu akubariki sana. Amen, amen, amen.